Kuna muda nasema kwamba Watanzania huaga tunajisaulisha sisi wenyewe. Tunafahamu kabisa miongoni mwa wasanii ambao tunawapenda, tunasikiliza kazi zao na wanajitahidi sana kutuburudisha na kutufanya pia tuendelee kusikiliza mziki mzuri, basi ni Mbosso Kani Shedede. Sio kwenye upande wa live na sio pia kwenye upande wa nyimbo zake ambazo huaga zinaachiwa moja kwa moja, kama ni miongoni mwa wasanii pia ambao wana mashabiki wengi sana hapa nchini Tanzania. Lakini tuje kwenye hili sakata na changamoto ambayo imekuwa ikiendelea kumkumba na pia ilishamtokea kwa mwaka jana, lakini Watanzania kwa sasa nafikiri kwa kuwa mambo mengi yameweza kupita, basi wengi wao wameweza kujisahau. Tunafahamu tatizo la Mbosso kwa sasa ambalo limeendelea kumkuta miaka na miaka, na sio kama labda ndo siku ya kwanza kusikia hii taarifa ya Mbosso kuwa na tatizo la moyo. Ugonjwa wa moyo umekuwa ukimsumbua sana kaka yetu Mbosso Kani, na kuna wakati na moment ambazo umekuwa kizipitia za mwili wake kutetemeka sana, hasa kwenye kipindi cha masika ambacho Mbosso amekuwa akipitia wakati mgumu sana wa mwili wake kutetemeka. Na nikwambie tu kwamba miongoni mwa wasanii pia ambao kwa sasa haina haja ya kuwalaumu kwamba kwa nini hawaachii kazi kwa muda, basi ni Mbosso Kani. Tunafahamu kabisa kwamba miongoni mwa muda ambao amekuwa akiutumia ni kuhakikisha kama mwili wake na afya yake inakaa sawa. Yaani kwa msanii wa aina yoyote hawezi akafanya mziki mzuri kama afya yake haiko sawa na haiko vizuri. Na Mbosso sio mara ya kwanza kuwaambia Watanzania kwamba anasumbuliwa na ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo ni taarifa ambayo pia Watanzania kuna muda wanasahau na kujisaulisha kwamba Mbosso anaumwa tatizo la moyo. Kwa hiyo nafikiri kuna wakati pia ambao haina haja ya kumlaumu na kumsema sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Mbosso ni kama na delay kwenye mziki wake. Kwa hiyo moja kwa moja kwa sasa yupo kwenye moment ambayo ya kuhakikisha kwamba kwanza anakaa sawa kiafya, na ni changamoto pia ambayo watu wengi sana wamekuwa kimwombea Mbosso aweze kupona, kwa kuwa ni tatizo ambalo nafikiri tiba yake bado haijapatikana. Lakini na imani kwamba endapo kama labda kungekuwa na zile hospitali ambazo zinaweza zikatibu ugonjwa wa moyo kwa 100%, ninaamini kwamba Mbosso hata kama kungekuwa na 1% na uwezekano wa Watanzania kuweka mchango, basi naamini kabisa kwamba 1% ya Watanzania wengi kwa the way wanavyomkubali Mbosso kusema kwamba wamchangie pesa na akatibie kwa gharama yoyote kama ni nchini India, ili mali pia aweze kupona ugonjwa wa moyo, ni jambo ambalo pia linawezekana. Kwa hiyo nikufahamishe kwamba Mbosso kwa sasa hali yake bado haijakaa sawa na anazidi kuwa chini ya uangalizi wa daktari kama kawaida, lakini sio kama labda amezidiwa sana kiasi kama labda hawezi akafanya shughuli zake zingine. Hapana, ni taarifa ambayo pia ninaiweka sawa ili mradi nisizue taharuki kwa wale ambao wamekuwa kidogo wakipata taarifa kwa miemko zaidi. Ni kwamba amekuwa yupo tu kuangalia afya yake, na kwa sasa pia yuko chini ya uangalizi wa madaktari, kwa sababu kila mwezi kwa sasa Mbosso Kani ni lazima akaangalie afya yake na kuangalia maendeleo ya moyo wake jinsi ambavyo kwa sasa unafanya kazi. Ndio maana pia amekuwa akizungumza kwamba miongoni mwa kitu ambacho anakichukia na anaumia sana ni moment ambayo huaga inamkuta ya mwili wake kutetemeka sana. Yani ukisikiliza anachokizungumza Mbosso na hata pia kunisikiliza anavyozungumza, unaweza ukachukulia kama ni jambo la kawaida sana. Na ndio maana unaambiwa kama ni ugonjwa basi usikie kwa jirani, ama kama ni tatizo la moyo basi lisikie kwa jirani yako, lakini lisikukute. Anavyozungumza Mbosso kwamba kuna wakati anatetemeka sana na anateseka sana, na swa kwenye kipindi mfano kama cha masika, basi unaweza ukachukulia kwa ukawaida, lakini Mbosso anapitia wakati mgumu sana mpaka inafikia stage ambayo anarekodi studio na anafanya mziki mzuri. Jamani, Mbosso tumpe heshima yake. Ni miongoni mwa wasanii ambao ni kama wanajisaulisha kwamba wana ugonjwa wa moyo, lakini wanaonyesha jitihada, wanaonyesha pia kupambana na talent ambayo walionayo, na ndio maana mpaka leo hii tunaona mziki mzuri ambao Mbosso ameendelea kufanya. Na hata kama ana changamoto ya kuwa na tatizo la moyo, lakini still bado haja give up na anaendelea kupambana na kuwathibitishia Watanzania kwamba licha ya kwamba anaumwa, lakini bado anaweza akawaburudisha na akawafanya waweze kuenjoy na mziki wake pamoja na talent ambayo ameweza kupewa.